Hii ni hotuba ambayo alitoa Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso akiwa nchini Urusi mbele ya viongozi wa nchi za Afrika walipokuwa wamehudhuria kikao kimoja huko Urusi. Na ni hotuba ambayo inarejewa sana na watu mbalimbali, hasa vyombo vingi duniani, ambapo kwa Kiswahili ni kama alisema hivi ama alihutubia hivi: Comrade Rais Vladimir Putin, makomrade wenzangu maraisi, wakuu wa nchi za Afrika, ndugu wajumbe, habari za asubuhi. Ni heshima kwangu asubuhi ya leo kuzungumza hapa na kuwapa salamu za dhati za ndugu zenu wa nchi ya wanyofu, yani Burkina Faso. Hapa pia ndipo mahala pangu kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kukutana asubuhi ya leo tukiwa na afya njema na kuzungumza mustakabali wa ustawi wa watu wetu. Mapema kabisa naomba radhi kwa yeyote atakayekerwa na maoni yangu nitakayotoa muda mfupi ujao. Ndugu zangu, binafsi nina maswali machache kutoka kwa kizazi changu, lakini yasiyo na majibu, na inawezekana hapa leo tukajibaraguza kuwa nguo zetu chafu kwa sababu tunajisikia kama familia. Tunajihisi kama familia kwa sababu Urusi ni familia kwa Afrika pia. Sisi na Warusi ni familia kwa sababu tuna historia sawa. Urusi ilijitolea kutukomboa kwa dhati kutoka kwa uvamizi wa wakati wa vita vya pili vya dunia, wakati babu zetu walisaidia Ulaya kuondokana na uvamizi. Leo hapa tunashiriki historia sawa kwa sababu sisi ni watu waliosahaulika na ulimwengu, kuanzia kwenye vitabu vya historia, kumbukumbu au filamu. Hali hii mbaya inatupelekea kwenye kutupilia mbali jukumu muhimu lililotelekezwa na Urusi kwa Afrika dhidi ya vita vya Unazi. Tuko hapa leo kwa sababu tunataka kuzungumza juu ya mustakabali wa watu wetu, juu ya kitakachotokea kesho, juu ya ulimwengu huru ambao tunautamani. Ulimwengu huru usioruhusu kuingiliwa mambo yetu ya ndani. Tuna mitazamo sawa na ninayo matumaini kuwa mkutano huu utakuwa fursa ya kuunda mahusiano mema sana kwa lengo la mustakabali mzuri wa watu wetu. Maswali ambayo kizazi changu kinayauliza ni haya yafuatayo. 1. Hatuelewi ni kwa jinsi gani Afrika yenye utajiri mwingi ardhini, yenye watu wakarimu, maji na maliasili nyingi kwa wingi, ndio bara masikini zaidi duniani. Swali la pili, inakuwaje Afrika ndio liwe bara lenye njaa zaidi? Swali la tatu, inakuwaje Afrika ndio liwe bara la viongozi ombaomba? Haya ndio maswali ambayo kizazi changu kinayauliza. Hatuna majibu yake mpaka sasa. Hata hivyo, tunayo fursa ya kuunda uhusiano mpya, na matumaini yangu ni kwamba uhusiano huu unaweza kuwa bora zaidi katika kuwapa watu wetu maisha bora baadaye. Kizazi changu kinaniambia niseme haya kwa sababu umasikini huu ndio maono kinalazimika kuvuka bahari kujaribu kufika Ulaya, na wengine wakifia baharini. Lakini hivi karibuni hawatalazimika kuvuka tena kwa sababu watakuja kwenye majumba yetu kutafuta mkate wao wa kila siku. Kuhusiana na kile kinachoitwa Burkina Faso leo, kwa zaidi ya miaka 8 tumekabiliana na ukoloni mambo leo, tena wa kibeberu na kishenzi zaidi, uliona jeuri ya hali ya juu. Utumwa unaendelea kujilazimisha kwetu. Wazee wetu waitufundisha jambo moja kuu, kuwa mtumwa asiyeweza kufanya uasi wa uhuru wake hastahili kuhurumiwa. Hatujionei huruma wala hatuombi mtu yeyote atuhurumie. Wananchi wa nchi ya wanyofu wameamua kupigana na ugaidi ili kuamsha upya maendeleo yao. Katika mapambano haya, wananchi wameamua kuchukua silaha kukabiliana na ugaidi tena kwa kujitolea. Tunachagua kuona mabeberu wakiwaita watu wetu wanamgambo na kila aina ya majina mabaya. Inakatisha tamaa kwa sababu huko Ulaya watu wanapochukua silaha kupigania nchi zao wanaitwa wazalendo.
Babu zetu walichukuliwa kwa nguvu ili kuikomboa Ulaya. Haikuwa kwa ridhaa yao, bali kinyume na matakwa yao, na tunakumbuka vizuri kwa huko kwingine walipotaka kudai haki zao za msingi waliuawa. Basi haijalishi sisi wananchi tunapoamua kujitolea tunaitwa wanamgambo au vyovyote vile. Hata hivyo, hili sio tatizo langu. Tatizo langu ni kwa wakuu wa nchi za Afrika ambao hawachagui chochote, kwa kuwa hawa wanaopigania haki zao, lakini wao wanaimba wimbo mmoja na mabeberu, wakituita wanamgambo, wakituita tusio na heshima, haki za binadamu. Je, tunazungumzia haki gani za binadamu? Nachukizwa na hili na ni aibu. Sisi wakuu wa nchi za Afrika tuache tabia za vibaraka ambao wanacheza kila mara na mabeberu wanapovuta kamba. Hapo jana Rais Putin alitangaza kuwa atapeleka chakula barani Afrika. Tumefurahishwa sana. Tunamshukuru kwa hilo. Lakini pia ni ujumbe kwa wakuu wetu wa nchi za Afrika kwamba kwa sababu katika kongamano lijalo hatuwezi kuja hapa bila kuhakikisha kuwa kwa wasiojua vita kwamba watu wetu wanajitosheleza kwa chakula. Tunahitaji kuchukua uzoefu kwa wale waliofanikisha hili katika Afrika, kujenga mahusiano mazuri hapa na kujenga mahusiano bora na shirikisho la Urusi ili tuweze kukidhi mahitaji ya watu wetu. Sintazungumzia sana wala sintazungumza sana, muda ni mfupi, ila sisi viongozi wa Afrika tunapaswa kuacha hatua fulani, na ningependa kumalizia kwa kusema kwamba ni lazima tutoe heshima kwa watu wetu. Watu wetu wanapigana sana. Utukufu uwe juu ya watu wetu. Hadhi ziwe juu ya watu wetu. Ushindi uwe juu ya watu wetu. Nchi zetu ziwe huru au tufe. Ila tutashinda. Asanteni sana ndugu zangu. Hii ni hotuba ambayo aliitoa Ibrahim Traore mbele ya viongozi wa Afrika na mbele ya Rais Vladimir Putin. Na ni hotuba ambayo inarejelewa sana katika vyombo vya habari, lakini pia katika mijadala mbalimbali, hususani katika nchi za Afrika na nchi nyingine duniani, kwa wale ambao wanapenda Afrika ijitegemee kutokana na rasilimali zake ambazo zipo na zimejaliwa kuwa nyingi katika ardhi za nchi za Afrika. Na huyu ndiye Ibrahim Traore na hotuba yake. Na hapa nimekuletea hotuba hii kwa Kiswahili ili angalau watu wengi waelewe nini alihutubia Ibrahim Traore katika mkutano huo wa viongozi wa nchi za Afrika ambao walikutana huko Urusi, na pia alikuwepo Vladimir Putin ambaye alishughuliwa kwa kutoa chakula kwa nchi zenye uhitaji wa chakula. Lakini mpaka sasa ni kwamba Ibrahim Traore katika nchi yake ya Burkina Faso imezalisha chakula kwa wingi, na kwamba ametangaza atazipatia nchi zingine za Afrika zenye uhitaji wa chakula kutoka Burkina Faso, akianza na mchele wa hapo Burkina Faso ambao umezalishwa Burkina Faso. Hivyo alikuwa anamaanisha